Hello, shalom. Tamani leo tuzungumze kidogo kuhusu kuingia msimu mpya, na kama tunavyojua tuko kwenye kipindi cha mwisho wa mwaka na tutaelekea kuingia kwenye mwaka mwingine. Cha kwanza tunapaswa kujua mwaka unaweza kubadilika, lakini maisha yakabaki vile vile kulingana na ufahamu wa mhusika. Kwa ni kipindi kizuri sana cha kujifanyia tathmini ya maisha yako kwa ujumla, ili unapoingia katika msimu mpya uwe umepunguza mizigo ambayo ilikuwa inakunyima kasi ya kushinda mbio zako, kwa sababu yale maono ambayo tunayaendea huwa ni kama tuko kwenye mbio. Kwa hiyo kuna wakati tuna mizigo ambayo inatufanya tushindwe kufikia yale maono. Msoma kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa kwanza. Anasema basi tuweke kando kila mzigo na dhambi tuzingae kwa upesi, ili tuweze kupiga mbio vilivyoko mbele yetu. Maana yake kuna mbio, alafu kuna mtu yuko kwenye mbio, lakini huyu mtu ana mizigo. Kama unavyojua, ukiwa na mzigo mzito itaathiri mwendo wako, itaathiri namna ya ukimbiaji wako. Kwa hiyo kuna vitu huaga vinatia uzito kwenye maisha ya mtu wakati anavyokimbilia ndoto zake au maono yake. Sasa mara nyingi watu huzani labda mwaka ndio mbaya. Unakuta mtu anafika mwezi wa 9 anasema basi tena tusubirie mwakani tu, mwaka ni mbaya, mwaka ni mgumu. Hapana, kibaya sio mwaka. Kibaya ni aina ya mizigo ambayo mtu anatembea nayo. Haimruhusu yeye kupiga mbio, au inamruhusu kwenda lakini kwa mwendo mchache. Katika kitabu cha Isaya 40 pale anazungumzia wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Kuna wanaotembea kwa miguu, lakini kuna mtu amekataa kutembea kwa miguu, anataka kukimbia mbio, lakini watakimbia mbio hawatachoka. Lakini kuna mtu hajalizika na kukimbia, anataka kupaa. Kwa hiyo kila mtu ana mwendo wake kulingana na aina ya mbio ambazo amezichagua ili kufikia maono yake. Kwa hiyo kuna watu wanashindwa kupiga mbio vizuri au kutembea vizuri. Anatembea lakini anachoka. Kwa nini? Kwa sababu amebeba mizigo mingi. Kwa hiyo asipotoa mizigo, hata tukienda mwaka ujao, kama kilichobadilika ni mwaka na mtu hajabadilika, basi hawezi kufaidi neema. Hata kama utamwomba Mungu kiasi gani, neema ya Mungu katika msimu ujao au katika majira mapya au msimu mpya haiwezi kutosha kukutoa hapo ulipo, bali aina ya mizigo ile ambayo ilikuwa inakusumbua mwaka huu umeitambua na umeipunguza. Nitaweza kuzungumza mizigo michache. Kuna mzigo wa kitabia. Ziko tabia ambazo zimekukwamisha, ziko tabia ambazo zimekufelisha wewe kutimiza malengo yako. Lazima uzifahamu. Ukienda nazo mwaka ujao, hizo zitakufelisha tena. Kwa hata tukikupa miaka 50 bado tutakukuta pale pale. Una tabia unazo, haujui kuweka budget, haujui kuweka akiba. Una vitu unavifanya vinaathiri malengo yako. Una tabia kujibu watu vibaya. Kwa hiyo kwenye biashara unafukuza wateja, una hiyo tabia. Wewe ni mbea, kwa hiyo watu wanakukimbia, na watu ndio Mungu alikuwa amewaweka kwa ajili ya kukuvusha. Una tabia za ovyo. Hizi tabia zinaondoa watu wa muhimu ambao wangekusaidia wewe kutimiza malengo yako. Kwa hiyo ni mzigo. Kwa hiyo Biblia inasema tuweke kando. Kwa hiyo ukiweka kando, pamoja na dhambi, ziko dhambi ambazo zinamfanya mtu asiweze kufikia malengo ambao ameyaweka, na Mungu yuko pale tayari, mkono wa Mungu tayari uko pale kwa ajili ya kumsaidia. Kwa unakuta huyu mtu ni yule, hamna kinachobadilika kwenye maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu ni dhambi na mizigo mizito ambao anatembea nayo. Lakini kuna mizigo wako watu kwenye maisha yako ambao wamekuja ili wanufaike wao, lakini wewe unaendelea kuwakumbatia. Kuna watu wananufaika na wewe, yani wewe kupigika, watu ndio wananufaika. Kwa hiyo hao watu wanaweza kuwa ni wema kwako, lakini kumbe ni wema kwa sababu wanafaidika. Yani wewe kuwa na maisha magumu, wao wananufaika. Wananufaika. Kwa hiyo unakuta kwa mfano kusoma kitabu cha Hesabu 11 ule mstari wa 5, anazungumzia jinsi ambavyo wana wa Israeli kule Misri walikuwa wanakula samaki, walikuwa wanakula matikiti, walikuwa wanakula matango, kulikuwa kuna majungu ya nyama kule. Na hata kuna wakati walipokuwa jangwani wakawa wanamwambia Musa, bora turudi kule, kuna vitu hivi na hivi na hivi. Lakini wakasahau kwamba vile vitu havikuwa bure. Walikuwa na jasho lao, damu
watoto wao walikuwa wakiuawa, lakini walikuwa wanakula vizuri. Sasa ukiwa kwa Farao, Farao akiwa anakupa chakula kizuri, sidhani Farao anakupenda. Ni kwa sababu ananufaika kutoka kwako. Kuna watu wanawatumia, unakuta unanufaika kwa kuna mtu ananufaika na maisha yako, alafu kuna vitu vidogo vidogo anakuwa anakupa. Kuna viofa unavipata vidogo vidogo ambavyo vinakufanya wewe uache kujiona wewe, uanze kupambania maono ya mtu. Kuna watu mnatumika na watu wakati huo bado hamjaanza kutumikia maono yenu. Yaani kuna mtu yeye kukumiliki wewe ananufaika. Na kuna viofa utaviona. Kwa mfano kuna mtu tu leo ana maono yake, amepambana, ameona ameshindwa, ameenda kwa jimama huko, analelewa. Mnaitaga mshangazi, analelewa. Na anapewa hela, anapewa mahitaji, anapewa yeye anaona tayari amemaliza. Kuna mtu anatembea na mzee. Huyo mzee anamgaramia kila kitu, kila kitu. Kwa hiyo yeye anaona amemaliza. Lakini huyu mtu anafanya nini? Anamfaidi. Kwa nini anafaidi? Muda wako, kwa sababu muda ambao ungekuwa unapambana na maisha na kupambania ndoto zako, yeye akikuhitaji muda wote unapatikana, anajinufaisha. Wewe unaona kama anakukea, lakini kuna namna anajinufaisha. Kwa ukiona Farao anakupa ofa, ujue tu kwamba wewe unamnufaisha. Na kuna watu ambao wako kwenye mahusiano ambao ni ya kinyonyaji au rafiki au kuna watu wanaitana ndugu, sio ndugu wa damu, lakini wamekuwa karibu kiasi kwamba wanaitana hadi ndugu. Lakini unakuta hawa watu si kwamba wanakupenda, ni kwa sababu ya kuna kitu wanafaidi kutoka kwako. Usipoachana nao ukaamua kutafuta mahusiano mapya ya watu ambao wanaelekea kule unakoelekea, utaendelea kuteseka, utaendelea kuwa na watu, mimi ni mtu wa watu, lakini hao watu hawawezi kukutoa hatua moja kwenda hatua nyingine, kwa sababu lengo moja la watu kwenye maisha ni watu wa kutoa eneo moja kwenda eneo lingine. Kwamba maono yako wanayaona kama unavyoyaona, mawazo yako wanayathamini na wanatamani yatimie kama vile. Kwa hiyo watakuwa wanakupambania, marafiki wanaokupambania. Wewe una marafiki tu ambao mnaendaga kunywa bia, hata siku ukiishiwa hela ya kula hawezi akakusaidia. Yeye anakuitaga mkiwa mnaenda kunywa bia, na utakunywa bia za gharama yoyote unayotaka wewe, lakini una jambo lako linahitaji fedha, hata kusaidia. Kwa hiyo hawa watu wako pale. Yaani utaona familia blood nini ndugu wa damu yangu na nini, lakini je, wako pale kukusaidia au wako kukufanya uendelee kurelax, kuone kwamba una watu, ukihitaji chakula, mahitaji madogo madogo unapata. Kwa hiyo unasahau hata kama una ndoto, unasahau kama una maono. Lakini kuna watu ambao wewe kudhalilika kwako au kuharibikiwa kwako wao ni faida. Ukisoma kitabu cha Matendo 16:16 mpaka 24, anazungumzia juu ya binti moja. Yule binti alikuwa na mapepo. Mapepo ya uaguzi. Kwa hiyo alikuwa anaagua, alikuwa ni mtumwa. Kwa hiyo bwana wake alikuwa anafaidi haya maroho yaliyokuwa ndani ya binti. Alikuwa akiagua, yule bwana wake anapata pesa. Siku moja akakutana kina Paulo akamwombea, zile pepo zikatoka. Bwana wake alikasirika kiasi cha kina Paulo kukamatwa na kupigwa sana. Lakini tunaona huyu mtu amefunguliwa. Kwa nini tusifurahi kwa sababu huyu mtu pepo zimemtoka? Kwa nini unakasirika? Kwa tuna watu ambao tuna marafiki au watu wa karibu ambao siku tutakapofanikiwa tumetangaza vita. Kwa kuwa kwetu namna tulivyo, wao wanafaidi, kwa sababu siku zote ukiwa na rafiki ambaye yeye ana mafanikio wewe hauna, wewe ndio utakuwa mtu wa kutumwa, wewe ndio mtu wa kuagizwa. Wewe siku zote unafuata tu. Wakitoka out wewe unafuata tu kama mtu ambaye ana akili, unafuata kichwa. Wewe ndio wanakutuma, wewe ndio wanakuagiza, wewe ndio mtumwa wao. Kwa siku ukifanikiwa na wewe, watamtuma nani? Kwa unakuta tuna watu ambao tunajua ni marafiki zetu, lakini wanatuchukulia kama watu ambao ni watumwa zao. Kwa unakuta mtu yeyote mwenye uwezo zaidi yako anapokuwa karibu na wewe anakumiliki. Kwa kama hautaondokana na watu wa aina hii, kama hautaondokana na matabia ambao ni mzigo, watu mzigo, tabia mzigo, mwaka ujao utakuwa ni ule. Lazima ujifunze kupambania ndoto zako. Lazima upambane kuhakikisha Mungu anakupa watu wapya ambao watakuwa ni sababu ya wewe kupiga hatua. Una watu wamepiga hatua lakini hawana msaada wote kwenye maisha yako. Hawakusaidia, wana idea kali lakini hawakupi. Kila unachotaka ukifanya wanakijua vizuri lakini hawakusaidii, kwa sababu wewe kuwa hivyo ulivyo wao ni wanufaika. Kwa hiyo lazima ujue kwamba majira mapya au msimu mpya unategemea na pia mtu mpya. Tukikuwekea kitu kipya
na kwa jinsi ulivyo kitakuendesha, kitakupelekesha. Kwa Mungu anasubiri